Zile kalenda au sinema za Kihindi zinaendelea kwenye mpira wa Tanzania. Mara nyingi tumekuwa tukilalamika sana kuhusiana na vitu ambavyo vinakuwa vinatokea kwenye mpira wa Tanzania. Tarehe 5 mwezi Disemba 2025 ni tarehe ambayo ilikuwa imetajwa itakuwa siku ya kutoa tuzo za wale waliofanya vizuri kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kwenye kombe la shirikisho la TFF na wale wote ambao ni wadau kwenye mpira wa miguu. Lakini from nowhere leo zimetoka taarifa za kuahirishwa hiyo tarehe, tena hakutakuwa na tuzo. Tuzo za mashindano ambayo yamefanyika 2024 2025 let's expect zitaenda kutolewa mwaka 2026. Inaweza isiseme yoyote ile duniani ila Tanzania, na kwa sababu ni kivyetu vyetu. Hivi TFF kupitia kamati yake ya mashindano wanawachukulia Watanzania ni watu wa namna gani? Moja kwa moja mimi naweza nikawa na iangalia TFF jicho la tofauti namna ambavyo watu wanaiangalia, pamoja na bodi ya ligi ambavyo hizi ni chombo ambavyo vinafanya kazi kwa wakati mmoja lakini vikiwa vinashabiana ama kushirikiana. Tukubaliane kwamba ratiba ya mwaka huu ni ngumu kweli kweli. Yaani msimu huu ratiba imekuwa very tight. Mambo yameingiliana na mambo mengine yalikuwa hayapo kwenye ratiba. Unakuja kutizama tarehe ambayo alikuwa ameipanga ya tuzo, tarehe 5 Disemba, ilikuwa ni tarehe ambayo katikati ilikuwa ni mara baada ya mechi za vipolo kuweza kuchezwa. Simba pamoja na Young Africans. Yanga ilibidi acheze na Coastal Union, Simba ilibidi acheze na Tabora United. Lakini mechi hizi zikaweza kuahirishwa. And then leo imetoka release kwamba tarehe 5 pia imesogezwa mbele kama ilikuwa ni siku ya tuzo. Unakuja kuangalia tuzo zimeenda mbali kweli kweli. Yaani tunaelekea katikati ya msimu huu tukiwa hatumjui MVP wa msimu uliopita ni nani, tukiwa hatumfahamu golikipa bora wa msimu uliopita ni nani, tukiwa hatumfahamu beki bora wa msimu uliopita ni nani. Yaani wachezaji wenyewe wanakosa kujiuza kwa sehemu moja ama nyingine kwenye ligi mbalimbali ulimwenguni. Maana leo hii kwa mfano klabu kama National Rally wakituma scout wao Tanzania kuja kuangalia nani alikuwa MVP wa msimu uliopita, hawamjui ni nani, hayupo. Kwa hiyo yule mchezaji ambaye alikuwa amestahili atakosa hiyo tunasema ni riziki yake, labda kwenda kwenye klabu kubwa ili kuweza kujiuza. Kwa hiyo kwa TFF kwa sehemu moja naweza nikasema kwamba wanatuchelewesha kwenye kuwafahamu wale ambao walistahili kupata hizo tuzo, lakini pia kwa sehemu nyingine mimi naweza nikawa sawa hukumu. Ratiba imekuwa ngumu katika nchi yetu, lakini pia kwenye kalenda ya FIFA the same, lakini pia kwenye kalenda ya CAF. Nafahamu kuna michuano ya AFCON mwaka huu mwezi Disemba inaanza, lakini pia kulikuwa na michuano ya Chani hapa mwezi wa 8 ilipelekea pia ligi hata yani kwenda ndivyo sivyo sometimes, lakini pia tunafahamu mwezi wa 6 mwakani kuna michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo ratiba lazima iwe ngumu kweli kweli. Mechi za kufuzu World Cup zilikuwa nyingi, though timu yetu ya taifa haikupata hiyo bahati ya kufuzu, lakini haya yote yameingia kuchangia ratiba kuwa ngumu kwa mwaka huu, na TFF pamoja na bodi ya ligi kuweza kuswali kupata tarehe husika ambayo imepoa na kutulia ili waweze kutoa tuzo ambazo watu ambao washachagua wamestahili kuzipata. Bajeti ya tuzo iliandaliwa, ilikuwepo, kwa sababu ni bajeti inayotokana na maandalizi ya msimu wa ligi husika. Ligi imeshachezwa, si ndio? Ligi imemalizika. It's obviously bajeti ilikuwepo. Kama bajeti ilikuwepo au kama haipo, watatuambia kwamba bajeti haipo. Mimi naendelea kusimamia kwamba bajeti ilikuwepo. Kilichobakia kuna kamati ya mashindano na kamati ya tuzo. Hii kamati ya tuzo ndio wanaohusika na utoaji wa tuzo. Hii kamati wameshindwa kupanga tarehe. Leo maybe tuchukulie tarehe 5 ndio ilikuwa mchezo wa maybe tuseme kuna mchezo tarehe 5 unachezwa mchana, si ndio? Au unachezwa jioni. Hata iende vipi mchezo hawezi kufika saa 6 usiku, si ndio? Hiyo tarehe 5 ambayo walikuwa wamepanga. Tuchukulie unafika hadi saa 6 usiku. Imeshindikana vipi mechi kimalizika, ukumbi unakuwa umeshakodiwa, watu wanaenda ukumbini, wanapewa wanapewa tuzo zao. Tunakuja kuahirishiwa with no reason, yani hakuna sababu inayotajwa. Kwa sababu mimi huwezi kuniambia kwamba ni kitu kilichopo nje ya uwezo wako, kitu ambacho toka mwaka 2024 ilikuwa inafahamika mwaka 2025 tutalazimika kutoa tuzo ya mchezaji bora wa ligi
ya Tanzania bara 2024 2025, alafu inakuja kwamba bila sababu ya msingi tunaahirishiwa. Tuambiwe mchezaji ambaye anaonekana kuwa favorite kuchukua hii tuzo hawataki apewe. Mimi nitakuwa ninapingana na watu wengi kweli na watu wanaweza kawa wasinielewe kwa kuunga mkono TFF pamoja na bodi ya ligi kwenye hizi tuzo. Unajua sio vizuri kufanya tu ili mradi umefanya. Ni lazima ufanye kitu watu wajue kweli umefanya kitu. Ndio tunaandaa mwaka mzima. Kitu bora. Na kila mtu ambaye anakiangalia lazima aseme. Kwenye usiku wa tuzo za TFF, yani ukiachilia mbali tukepo kwa wachezaji, lazima wawepo viongozi mbalimbali wa mashirikisho kadhaa barani Afrika. Lazima wawepo viongozi wa timu mbalimbali za NBC Tanzania bara, shirikisho championship, lakini pia vilabu vingine ambavyo tuzo pia zitakuwa zinawahusu kwa wanawake the same. Kwa hiyo yani sio mchakato wa kufanya tu kwamba umelala leo na amka kesho unafanya. Hamna. Ili mradi tukio lio bora, watu waseme kweli nimeangalia usiku wa tuzo leo nimeenjoy. Mfano mtu amechukua tuzo yake pale anasema kweli alistahili na usiku ulikuwa mzuri kweli. Tumeona juzi kati hapa imetoka kumalizika tuzo za shirikisho la soka barani Afrika CAF. Yaani ile swala alikuwa ni jambo la muda mfupi tu kwamba Patrick Motsepe alilala na kuamka. Hapana, ilikuwa ni mikakati. Gianni Infantino alikuwepo pale. Yule uwepo wake pale ya tukio lilikuwa kubwa kutokana na uwepo wake. Kwa hiyo yani huwezi rasmi kwenye tuzo za msimu uliopita, yani ile ambayo Aziz Ki alichukua MVP. Mgeni rasmi alikuwa nani? Nakumbuka alikuwa ni kama swala zile michezo atakuwa katibu mkuu wizara ya michezo kama Msigwa nafikiri. Wapo Tanzania hawa watu. Yani kuna ulazima gani tumsubirie Patrick Motsepe, tumsubirie Gianni Infantino au mtu mwingine yote kutoka nje ya Tanzania? Yani these guys hawana chochote cha kuofa kwenye mpira wetu tunapokuja kwenye swala la tuzo. Yani ilichotakiwa kufanyika ni TFF. Si kwamba walikuwa wafahamu. Hizi tuzo zitakiwa zitoke toka mwezi wa 6. Sawa? Barabara ligi kuisha. Wa 6 umepita, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wa 11, wa 12. I think ilikuwa ni mwishoni mwa mwezi wa Oktoba kama sio mwanzo katikati. Ndio tumetangaziwa kwamba tarehe 5 mwezi wa 12 tuzo zitatolewa. Leo tarehe 25, tarehe 26 mwezi wa 11, almost 2 weeks to go kabla ya nini? Ya kuja kutoa hizo tuzo, tunaambiwa with no reason. Yaani kwa sababu mimi siwezi kuniambia kwamba kwa sababu zilizoko nje uwezo wako. Zipi? Tungeambiwa kwa jamani, tuzo imeibiwa. Sawa? Jamani, pesa tulizopewa kwa lengo la kumpa mchezaji aliyeshinda hii tuzo, akaunti yake imefungwa, hazitoki. Yaani with no reason. How? Yaani TFF wanapaswa kuja na majibu yaliyoshiba. I don't think kama kuna sababu ya msingi watakuja watuambie hii tuzo haikutolewa msimu huu. No. Moja kwa moja mimi sioni kama TFF wana moja kwa moja TFF wana ratiba ngumu ambayo imekaribu. Unajua shirikisho limetoka kuandaa michuano mikubwa barani Afrika. Michuano ya CHAN. Haya mashindano ya CHAN tulikuwa tunafahamu kama yapo. Shirikisho limetoka kuandaa, ilikuwa busy kwenye kuandaa hiyo michuano. Wala walioandaa mashindano ya CHAN sio wanaoandaa hizi tuzo. Hao wanaoandaa CHAN ni watu wengine, lakini kama shirikisho lazima lihusike kwa sehemu moja ama nyingine. Shirikisho ile shirikisho soka barani Afrika. Shirikisho ile ni jina, sawa, ambalo wanapaswa kugawana majukumu. Sio yote atayafanya wale Skaria. Au yote atafanya Mtambo. Watagawana majukumu, na ndio maana kuna kamati ya mashindano na kuna kamati ya tuzo. Hii kamati ya tuzo wanafanya kitu gani mpaka nafikia tu wanaahirisha? Mara baada ya Tanzania kama taifa kupokea ile nafasi pamoja na wenzetu wa Kenya na Uganda kuandaa michuano ya AFCON, kwanza wizara ya michezo ilikuwa iko busy kweli. The same wanaohusika na mpira ambao ni TFF wenyewe walikuwa busy kweli. Kwa hiyo na hizi tuzo pia zilianzia mwezi wangapi? Hizo busy zilianzia mwezi wangapi? Hizi busy zimeanzia takriban ni miezi kadhaa nyuma kabla hata mwaka huu kuanza kuingia. Kwa hiyo wakati tunaambiwa tuzo, wakati tunajua tuzo zinatakiwa zitoke tarehe fulani, walikuwa wanajua CHAN ipo, si ndio? Hebu tafuta sababu nyingine ya kuwatetea hiyo hapa. Kitu kubwa mimi naamini binafsi yangu hivyo, mimi nawatetea TFF kutokana na kile kuwa na ratiba ngumu kwa sehemu moja ama nyingine. Yaani michuano ya CHAN namna inakwenda kuandaliwa. Hiyo ratiba unaisema michuano ya CHAN namna inakwenda kuandaliwa. Sio kama unavyokwenda kuandaa kwa mfano mechi ya ligi ya mabingwa tuseme au unakwenda kuandaa mechi ya KMC na Mashujaa. Hapana. Ile ni michuano ya CHAN ambayo Afrika inaona. Yale mashindano ya CHAN yameandaliwa na Watanzania wote. Yaani Watanzania wote. Shirikisho, nazungumza shirikisho. Ndio nakuuliza sasa. Shirikisho la soka ambao hawa nao pia
kwenye tuzo wao ndio wanahusika kwa asilimia kubwa. Hawahusiki wote, wanahusika baadhi yao, na ndio maana kuna kamati ya mashindano na kamati ya tuzo. Kamati ya tuzo ndio wanapaswa kuandaa hili tukio. Kwa hiyo hatuwezi kuja kuambiwa sababu za CHAN, sababu za AFCON, sababu za uchaguzi, hakuna hiki kitu. Wanapaswa kuja kutuambia sababu za kimpira na ambayo hawawezi kuipata. Sababu ya kimpira ya kuja kuahirisha hizi tuzo hawezi kuipata. Lakini unakuja kuangalia pia kwa sehemu nyingine namna ambavyo nchi yetu ilivyokuwa inapitia kwa sehemu moja ama nyingine. Tunafahamu nchi ilikuwa ipo kwenye uchaguzi na mechi zilisimama kwa muda. Uchaguzi ufike tarehe 5. Uchaguzi ulisha tarehe 30. No. Uchaguzi wa kisiasa sawa, wa kuunda serikali ulifanyika tarehe 29, si ndio? Na tarehe 30 vuguvugu la uchaguzi lilikuwa limefanyaje? Limemalizika. Achana na yale yaliyotokea. Sawa? Leo tumekuja kuzungumzia tarehe 5 mwezi wa 12. Zaidi ya mwezi mmoja toka uchaguzi umefanya nini? Umefanyika. Unakuja vipi kuathiri matokeo, utoaji wa tuzo? Usama, nitakuwa mtu wa mwisho kuweza kuamini kwamba TFF ilikuwa hajijipanga kuelekea kwenye hizi tuzo. Na watu ndio maana mimi nimekuwa na sababu mbili ambazo kama umenielewa vizuri. Yaani TFF hawataki kufanya ili mradi tu wamefanya, ili mradi wakuridhishe wewe na yule ambaye. Unakumbuka kuna tuzo zilitolewa Tanga zilifanikia kwenye mahema, unakumbuka hicho kitu? Yeah, of course. Hiyo ilikuwa ni kwenye michuano ya ngao ya jamii. Sawa. Waje watupe tuzo kwa namna yote ile itakavyokuwa. Yaani hata kama watataka waje wakae kwenye ofisi za Nol TV. Ligi namba 5 barani Afrika. Ligi namba 5 barani Afrika tuzo zake zitafanyika ili mradi. Afrika inataka kuona MVP wa ligi namba 5 barani Afrika amepatikanaje? Kati ya tuzo yake amepewa na nani? Kati ya tuzo kutoka. Na tuzo, tuzo itoke kwa mazingira yatakayokuwa yamepatikana, na tuzo kutoka kabisa, ni kipi kitaifanya ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika idhalilike? Kati ya hivi viwili. Kati ya tuzo kutoka au kutoka kwa mazingira alimradi, kipi kitaidhalilisha ligi? Mimi nafikiri kwa sababu tunasubiria na hakuna limitations. Hata kama unaweza ukakaa kwamba ina maana MVP 2025 maana category zipo. Sawa, category zipo. Category hakuna. Hapo ungesema sawa. MVP wa 2024-25 aje atangazwe pamoja na MVP wa 25-26. Sawa. Of course ni sawa, naamini kwa sehemu moja ama nyingine. Wanapiga ndege mmoja kwa mpira. Of course. Inawezekana. Kuna muda inafika hiyo ratiba inakuwa ni very tight kweli. Yaani watu wako busy. Tunafahamu sasa hivi tunakwenda kuandaa michuano ya AFCON siwezi kukubali. Kuniambia kwamba limefuzu AFCON 2025 mwaka huu. Nisikilize. TFF iko busy ambao hawa katika vitu siwezi kukubali. Katika vitu siwezi kukubali kuniambia TFF walikuwa busy. Ili hali pale kuna departments ambazo zinadili na matukio. Kuna department ya mashindano, yanayoandaa mashindano, kuna department ya tuzo ambayo kazi yake ni kutoa tuzo. Hawa ndio wanahusika na kuandaa logistics zote za utoaji ile tuzo. Inakuwa vipi ujio wa AFCON na kufuzu, ujio wa CHAN na kufuzu AFCON iwe ni kigezo kinachoenda kusimama katikati ya utoaji tuzo na tuzo ziahirishwe, ili hali kila kitu kipo? Wao kama pesa wameshatumia kwa matumizi mengine zilizotakiwa kutolewa kuwapa watakaokuwa wamestahili zile tuzo waseme. Au ile golden boot au ile zawadi ambayo ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya mchezaji anaenda kuwa MVP imeibiwa, waje watuambie. NBC hawajatoa pesa ya mchezaji bora, waje waseme jamani hatutoi kwa sababu mdhamini hajatoa pesa. Watanzania tutawaelewa kuliko kuwabebesha hizi lawama. Na kuhakikishia Rusamo, kama hili tukio likifanyika itakwenda kuwa ni tukio kubwa la ugawaji wa tuzo ambao limekwisha kutokea Tanzania. Kwa haya masakata yote ambayo yametokea. Litafanyika lini? Maana hawajataja hata siku. Yaani nimekwambia hata ikifanyika katika msimu wa 2026 tuzo ambazo zinakwenda kutolewa wakaunganisha pale, ni sawa tu, binafsi yangu naamini hivyo. Ikitokea ameshinda Jean Chazawa, ameshasajiliwa Wydad, kwa tutampelekea tuzo yake huko. Akitokea Pacome kashinda, ameshinda zake halali, tuchukue tuzo tumpelekee huko. Yeah, of course. Kwani safari hii kila mtu anaamini kwa kategori za kocha bora. Ford Magnan Davis alikuwa ana deserve kwa kocha bora. Kwa tuzo tutapelekea huko. Yeah, of course. Tuzo anapata, kuna wawakilishi wake kama klabu ya Simba, ndio alipokuepo. Watapokea ile tuzo. Haoni kama hivi ni vitu ambavyo vinaendelea kufanya mpira wa Tanzania unachukua. Yaani ingekuwa Tanzania tu peke yake ndio ningesema hakuna. Niambie nchi nyingine ambao wanafanya in professional wise, wanaofanya vituko kama hivi tunavyofanya. Nafikiri ishakotokea kwenye
ligi kuu ya nchini Nigeria. Sana Nigeria bora sisi. Ndio maana nasema sio Afrika. Sasa wale sio yani sio Tanzania. Kwa level tulipofika sisi, Nigeria sio kuchukulia mfano. Lakini afadhali sisi. Lakini sasa ndio kwenye national level Nigeria. Sisi tumesha advance, hatuwezi kulinganishwa na Nigeria. So kwenye mazingira ambayo sisi tumeadvance, inabidi tuendane na ile advancement ambayo tayari tumeshaionyesha. Haiwezekani unajitaja ligi namba 5 kwa ubora wa Afrika, tuzo unapinduka mwaka mwingine. Seriously? Lakini Lusamwa, yote kwa yote tuzungumze. MVP ni Pacome Pedro Zuzo. Sio Pacome. MVP ni Pacome Pedro Zuzo. No. MVP sio Pacome. Kwa sababu tuzo hazipo. Kawaje ana deserve kwa MVP ni Pacome Pedro. Anastahili. Kama anastahili, sawa, ila ukiniambia eti MVP ni anastahili kwa Pacome Pedro Zuzo. Kama anastahili huyo it's okay, but Pacome Pedro Zuzo ni MVP wa 2020. Tujipe muda. Ni hivi, TFF mnapaswa kuwa serious na mpira wa Tanzania. Kuna gharama nyingi wa Tanzania wanazitumia, watu wanasafiri na club zao na timu zao, wanasafiri kwenda nje ya Tanzania. Hii yote inaendelea kudecorate mpira wa Tanzania na unaonekana ni kitu ambacho kina thamani sana, na to be honest,